Kuna wewe ambaye unatamani uache tabia chafu, ama unatamani ndugu yako au mwenzi wako aache tabia chafu. Kuna tabia ambazo ni chafu, ni chukizo mbele za Mungu. Kuna uovu ambao unaufanya wewe, ama ni ndugu yako ama ni mumeo au mkeo anaufanya, unatamani auache. Umeomba sana, umefunga sana, lakini hujaona mabadiliko yoyote. Sasa leo nakupa huu ufunuo wa maombi. Hapo unapoabudu kanisani kwenu, si kuna vyoo? Choo vikiwa vingi ni vyoo, kuna vyoo vya kanisani hapo. Unachopaswa kufanya ni kuanza kusafisha. Unatakiwa usafishe hivyo vyoo ndani ya miezi 3. Ni vizuri ukapanga ratiba, kila wiki unasafisha mara 2. Kwa hiyo siku ya kwanza unaangalia iwe Jumatano au Jumanne, utaangalia mwenyewe. Lakini siku ya Jumapili ni lazima. Subiri kwanza wamalize ibada, wakishaondoka wote, nenda kasafishe vyoo, iache nyumba ya Bwana ikiwa safi, inanukia. Yaani safisha vizuri kama unasafisha vyoo vya nyumbani kwako. Pulizia kabisa na air freshener, acha kunanukia. Unaona kama ni ajabu, lakini ndio kweli yenyewe. Hii itamfanya shetani aogope na kushangaa. Kwa sababu ni hatua kubwa ya kiimani unachukua kupambana kuokoa ni aidha maisha yako kama unafanya wewe mwenyewe hayo mambo, au maisha ya ndugu yako au mwenzi wako. Wakati unasafisha choo, omba ukitamka kwamba ninaposafisha uchafu huu kwenye choo, ndivyo ambavyo Bwana ninaomba ukasafishe uchafu na uovu wote na tabia zote chafu kwa watoto wangu au kwa mume wangu au kwa mke wangu. Inategemea ni nani unamuombea, au kwangu mimi mwenyewe, inategemeana na lengo lako. Kila uchafu ulioingia kwenye maisha yake katika jina la Yesu unaomba. Yani omba maanisha, kwa sababu unapoendelea kuomba jambo hilo linafanyika na linakuwa halisi katika ulimwengu wa roho, na ndugu yako atawekwa huru, naye atakuwa huru kweli kweli. Hii inawezekana ikawa ngumu kwa sababu wewe kazini kwenu una cheo, mtaani wanakuheshimu, lakini linapofika swala la Mungu, weka aibu pembeni, weka heshima pembeni, nyenyekea, shuka mpaka chini, ili rehema za Mungu na fadhili zake, kwa kutazama unyenyekevu wako, ndugu yako apate kukombolewa, mumeo au mkeo awekwe huru. Kwa hiyo Mungu atakuwa anakuangalia ile nia na haja ya moyo wako. Kuna wengine wanalia sana, watoto wao ni wavuta bangi, wamekuwa wajeuri, yani wamekuwa kama wamechanganyikiwa. Haya maombi yatakusaidia, utashangaa sana. Ni ufunuo wa ajabu sana ambao utakusaidia ndugu yako akawa huru, au kama ni wewe mwenyewe ukawa huru. Wale wanaosema mtumishi, nimejaribu sana kuacha pombe lakini nimeshindwa, maombi haya yatakusaidia ukimaanisha. Alafu kisha maliza hiyo miezi 3, unaanza zoezi lingine. Kila mwezi unapeleka sabuni na dawa ya kusafisha chooni hapo kanisani kwenu, mpaka pale Bwana atakapokubadilishia majukumu. Sasa hii utaitumia kama tu unaona ndugu yako bado hajapona, hajaacha hizo tabia. Sasa nyingine unaweza kukuta ndo zinazidi, lakini zisikushtue. Kama unaona ile tabia imezidi kuwa mbaya zaidi, sio kwamba umeshindwa, ni kwamba mambo yameshajipa tayari, kule umeshapiga ufalme wa giza. Kwa hiyo wanaanza kukuonesha vitisho kutishie. Wewe utaendelea kupeleka sabuni na dawa ya kusafishia choo. Alafu utakuwa ukisoma Isaya sura ya 43 mstari wa 26. Kwa hiyo yanakuwa ni maombi ya kumkumbusha Bwana. Unasema, Baba yangu wa mbinguni, nakukumbusha, nilikwambia kwa habari ya ndugu yangu, nilikwambia kwa habari ya mume wangu, huyo ambaye unamuombea. Au wewe kama unajiombea unasema, nilikwambia kuhusu habari yangu ile, unaona hii tabia bado inanitesa, bado ulevi unanisumbua, bado uzinzi unanitesa. Kwa hiyo unaendelea kila mwezi. Hauwezi ukamaliza mwaka, Mungu anakujibu. Wengine wataanza tu wiki la kwanza tayari wamejibiwa. Niwaambie tu neno moja, Mungu ni wa ajabu na njia zake hazichunguziki.